Pia haihitaji ufanye vitu ambavyo Kwa hiyo media haihitaji kufanya vitu ambavyo media ni chombo cha kuelimisha umma. sawa sawa. Leo watu tunasahau tu, chombo cha habari ndio kilifanya mauaji ya Kachumbari Rwanda. Ni chombo cha habari, hakikuwa na maadili, kilikuwa na ubaguzi, kilikuwa cha kabila moja, hakikuwa chombo cha taifa zima la Rwanda. Sasa vyombo vya habari vya Tanzania vinatakiwa kuwa vyombo vya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuelimisha umma kwa kalamu zao, kwa vyombo vyao vya habari. Kwa hiyo siasa za mkoa wa Mara vipi? Siwezi kuzungumzia. Okay. Sababu nasubiri bajeti ya nchi. Bajeti ya nchi ikimalizika, tajua mwelekeo wa mikoa yetu. Tumegawiwa keki ya taifa kwa ajili ya nini? Je, una matumaini yapi kwa mbunge wa sasa hivi wa mkoa wa Mara, Musoma mjini? Mbunge wa Mara wako wengi, wananchi wana matumaini nao wote, sababu wamewachagua. Sasa utaanza kutaja mtu mmoja mmoja, kwani hiyo ni kanisa? Una majibu? Una majibu kweli? Musoma imetoa viongozi wengi sana. Ni kwa nini mkoa wa Mara, kama wakuu wa majeshi wengi nasikia mkoa wa Mara, polisi wakubwa wa mkoa wa Mara na viongozi wakubwa, kwa tukianzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kwanza, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa mkoa wa Mara. Ni siri ipi unayojua mpaka ifikia hatua mkoa wa Mara anatoa viongozi kama hao? Uaminifu na ukweli. Kwa hiyo watu wa mkoa wa Mara wanasifiwa kwa uaminifu na ukweli. Sio wanasifiwa, ndio jadi yao. Hiyo haufundishwi, unazaliwa nayo. Una mafunzo, unaenda shule, lakini uaminifu unatoka nao kwenye tumbo la mama yako na familia yako. Ni sawa unaposema tumboni mwenu kuna wezi. Huwezi kuambukiza ule wizi wenu wa familia nyingine, kwa sababu hiyo kacha itatokana tu na tabia hiyo. Sasa uaminifu ni kazi ya watu wa mkoa wa Mara. Na ukweli. Yeah. Uaminifu na ukweli ndio jambo moja hilo. Huwezi kuwa mwaminifu usiwe mkweli. Sawa sawa. Kupata viongozi wengi ni kwamba kwanza unamheshimu aliyoko kwenye mamlaka ya uteuzi, kwamba kati ya Watanzania milioni 60 amekuona wewe. Ndio maana ilikuwepo Azimio la Arusha. Kuna miko ya uongozi, kuna miko ya maadili. Watu wanaiba kwa sababu watu wameacha maadili. Ili uweze kupata chombo cha habari kinachotoa habari njema na Watanzania wakisikilize, unapaswa kuhoji vitu ambavyo vinaendana na serikali na matarajio ya wananchi, sio matarajio yako wewe mwenye chombo cha habari. Sawa sawa. Matarajio ya wananchi. Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa mfano, Museveni alisema bado ana kazi na Waganda. Wamempa urais. Wanataka kuona hiyo kazi ambayo bado anayo kwa Waganda, ambayo anataka kumalizia. Sasa huwezi kumwambia Museveni atoke na hujampa kura. Yaani mwelekeo mzuri. Sio kila jambo
linalozungumzwa Kariakoo liwe la kipuuzi, nalo linaonekana kwa Watanzania. Watanzania wanataka maendeleo, dira ya miaka 50, bajeti ya serikali itawasaidia nini? Ndio maana juzi waziri wa habari, utamaduni na sanaa naeleza nyie waandishi wa habari mtaendelea kuandika habari za watu wenye fedha. Kwanza muwe na uchumi wenu. Kishakuwa na uchumi, hakuna mtu anaweza, ukijua habari ya Domi utaiandika kama ilivyo. Lakini Domi ana pesa, utamwandikaje? Kwanza unampigia, nitoe hii ripoti. Anasema hapana, usitoe, njoo tuonane hoteli fulani. Utakuja mbio. Sasa nashangaa watu wanaporopoka Mafwele muuaji, Mafwele muuaji. Mafwele si muuaji. Mtu yote anayetenda kazi yake kwa usafaa, kwa uzuri, kwa hekima, kutetea raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku zote wanampa lugha kwamba Mafwele anaua watu, anafanya hiki, anafanya hiki. Hivi ni wananchi wangapi wamejitokeza Mafwele amewaua kama si wahalifu? Mafwele ametoka mkoa wa Mara akahamishiwa Arusha. Ujambazi ulikuwa wa kukithiri. Watu wanatoka nchi jirani wanakuja kufanya ujambazi mkoa wa Arusha, wanaiba kwenye mabenki mchana. Mafwele amefanya kazi akishirikiana na askari wenzie waaminifu kabisa waliokula kiapo kuwalinda raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakiwemo wakazi wa Arusha. Arusha ikakaa sawa. Mafwele huyo majambazi walishawahi kumpiga risasi ya mkononi akiwa anatumikia nchi hii. Mbona hatujawahi kuona watu wanatoka kwenye vyombo vya habari wanasema tumpongeze Mafwele kutokana na mwenzake aliwawa? Huyu aliyepoteza maisha ni Mtanzania, alikuwa anatetea Watanzania, lakini leo utendaji wao uliotukuka katika jeshi la polisi wanalaumiwa kwamba wanateka watu, wanafanya nini. Majambazi ndio wanakwenda kwenye vyombo vya habari kutangaza na wanaharakati. Hakuna mwanaharakati mtu mzima anayeweza kusema ukweli. Mwanaharakati vile vile ni jambazi tu. Kwa sababu kama unaweza kutetea uhalifu, wewe ni jambazi tu. Haliwahi kusema Rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa John Pombe Magufuli, askari kapewa bunduki, jambazi analikuja na bunduki, yeye aseme tu njoni kufunge pingu wakati yule anarusha risasi? Moja ya kazi ya jeshi la polisi, nchi inanunua zile silaha kulinda wananchi, jambazi apigwe risasi, raia mwema atembee kwa uhuru.